Mnamo tarehe kama ya leo mwaka 2000, wapiga kura walimchagua Vladimir Putin kuwa rais wa Urusi kwa kura 52.9, akichukua hatamu kutoka kwa rais wa muda Boris Yeltsin. Wakati huo Urusi ilikuwa ikikabiliwa na changamoto kubwa za kiuchumi, ikiwa na mfumuko wa bei wa 36.5 na kiwango cha ukosefu wa ajira kwa 13%. Taifa hili lilikuwa likipitia mgogoro wa kifedha wa mwaka 1998 ambapo sarafu ya ruble ilikuwa imedhoofika na wananchi walikabiliwa na hali ngumu ya maisha. Katika kipindi cha miaka 25 tangu aingie madarakani, Putin ameleta mabadiliko makubwa katika uchumi wa Urusi. Kwa sasa kiwango cha ukosefu wa ajira kimefikia rekodi chini ya 2.3, huku uchumi wa taifa ukiwa wa 4 kwa ukubwa duniani, nyuma ya Marekani, China na Ujerumani. Serikali yake imejikita katika kuimarisha sekta za viwanda, nishati na ulinzi, huku ikisisitiza kujitegemea kiuchumi mbele ya vikwazo vya kimataifa vilivyowekwa dhidi ya Urusi. Chini ya uongozi wake, Urusi pia imeimarisha nafasi yake katika siasa za kimataifa, ikihusishwa na migogoro ya mataifa ya Magharibi, hususan kuhusu Ukraine, uhusiano na NATO na vikwazo vya kiuchumi. Mgogoro wa Ukraine ulioanza mwaka 2014 na kuongezeka mwaka 2022 kuwa moja changamoto kubwa za uongozi wake, huku nchi za Magharibi zikiendelea kuiwekea shinikizo Urusi kupitia vikwazo na kutengwa kwa kimataifa. Hata hivyo, licha ya changamoto hizo, Putin ameendelea kuwa mhimili wa siasa za Urusi, akiweka alama katika historia ya nchi hiyo kwa kuiongoza kwa robo karne. Wafuasi wake wanamsifu kwa kuleta uthabiti wa kisiasa, kuinua hadhi ya Urusi kimataifa, huku wakosoaji wakibainisha ukandamizaji wa upinzani na udhibiti wa vyombo vya habari. Kwa vyovyote vile, miaka 25 ya utawala wake bado ni alama isiyofutika katika historia ya Urusi na dunia kwa ujumla. Hii ni ripoti ya MediaWire Express na mimi ni Joseph Mwanawaisangura.